Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi ya kuchangia kwenye wizara hii adhimu na muhimu katika nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, namshukuru Mwenyezi Mungu mpaka muda huu kunipa uhai, nguvu na uwezo wa kusimama mbele ya bunge lako tukufu. Nianze kwa kuwapongeza sana Mheshimiwa Waziri wa wizara hii, Injinia Masauni, Naibu Waziri Mheshimiwa Hamisi, makatibu wakuu pamoja na watendaji wote wa wizara hii kwa kazi nzuri wanayoifanya katika kutuletea maendeleo ya wizara hii. Vile vile nampongeza na kumshukuru Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutuongoza vyema. Na wewe pia Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kazi nzuri unazozifanya kila siku kutusimamia hapa bungeni. Miongozo yako tunakushukuru sana. Kuendelea na mchango wangu, namshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ametuonesha njia. Sisi wanawake tunaonekana tunaweza duniani kote. Na mfano wa hayo, Mheshimiwa Spika amekuwa ni Spika wa mabunge ya dunia, ametokea ndani ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Dunia imetuelewa kwamba wanawake tunaweza, na ndio maana uongozi mkubwa sasa hivi unakuja ndani ya nchi yetu kupitia uongozi wake Dr. Samia. Tumeona viongozi mbalimbali wanateuliwa, wanachaguliwa duniani huko kuongoza taasisi mbalimbali za kimataifa. Kwa hiyo tunazidi kumshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Nimpongeze sana Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi na yeye kwa kuunganisha muungano pamoja na Dr. Samia Suluhu Hassan. Viongozi wetu hawa wameusimamia muungano, wanauendeleza muungano. Mpaka sasa hivi tunaonekana kama nchi imetulia, na imetulia kweli. Tunafanya kazi zetu na wananchi wote wanafanya shughuli zao bila wasiwasi wowote. Wizara hii ya Muungano na Mazingira imeenea nchi nzima. Hapa Tanzania bara inakwenda vizuri, na kule kwetu inakwenda vizuri Zanzibar, kwa sababu tumeona miradi mingi ambayo inatekelezwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inakwenda hadi Zanzibar, na wananchi wameona kwa macho yao. Nikisema hivyo, hivi sasa hivi ndani ya mkoa wangu wa Kaskazini Unguja kuna maskuli na hospitali ya ghorofa ambayo hapo mwanzo hayakuwepo, na yamekuja ndani ya uongozi wao viongozi hawa wawili kwa kuonesha dhamira ya dhati ya kutaka kuwaletea maendeleo wananchi wao ili kila mmoja awe sawa. Niendelee na mchango wangu, niungane na kamati ya Katiba na Sheria. Wao walitoa mapendekezo yao hapa, walitoa ushauri. Wamesema kwamba katika mambo wanayotaka yapewe kipaumbele kwa kipindi hichi ni ufanye utafiti wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo inayohusu muungano. Hili ni jambo muhimu, kwa sababu kama tutakuwa tunapanga mipango ambayo tunaiachia njiani, kwa kweli ufanisi wake utakuwa hauonekani na ile tija tunaitarajia haitopatikana. Kwa hiyo ni muhimu wizara hii ikenda ikalisimamia hili ili tuone zile nguvu tunazozitumia zinakwenda kama zilivyopangwa. Vile vile kamati hii imeshauri pia kuanzishwa kituo cha kumbukumbu na nyaraka za muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Hili nalo ni muhimu kwa sababu vizazi vinavyokuja kama hakukuwa na kumbukumbu nzuri watakuwa hawaelewi kitu gani kilichotokea huko nyuma. Waasisi wetu walitengeneza muungano au walisimamia muungano kwa madhumuni ya vizazi vyote vya Tanzania. Kama utakuwa unaishia hapa hakuna kumbukumbu yoyote inayowekwa, sifikirii kama vizazi vinavyokuja watakuwa wanajua huu muungano ni nini. Kwa hiyo hili ni jambo muhimu waliloliwaza kamati, na wapongeza sana
tuendelee kulisimamia. Nikiendelea na mchango wangu, Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka kusema Dr. Samia Suluhu Hassan kama angekuwa mchezaji wa mpira wa miguu, nafasi zote anaziweza. Tangu nimeingia ndani ya bunge hili tukufu mwezi wa Septemba 2022, nilikuwa nasikiliza michango ya wabunge. Kila mbunge aliyesimama hakuna hata mmoja aliyeacha kumsifu au kumpongeza Dr. Samia Suluhu Hassan. Ukenda kwenye utalii unamkuta Dr. Samia, ukenda kwenye nishati unamkuta Dr. Samia, ukenda kwenye michezo unamkuta Dr. Samia, ukenda kwenye maji unamkuta Dr. Samia, yani ukisema shughuli zote. Kwa hiyo kama tutazitafsiri zile kazi anazozifanya, basi tutasema huyu mchezaji anaweza namba zote, ukimpanga anaziweza. Nataka kusema nini, Mheshimiwa Mwenyekiti? Tumeona katika taasisi mbalimbali wanafanya mikutano na makongamano, baadaye wanampa tuzo Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Nashauri bunge lako tukufu na siye tuone namna sisi bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hili la 12 tuandae tuzo maalum kwa mama huyu, ili iweze kuwa changamoto au chachu kwake kuona kitu gani na sisi tumemthamini sisi wabunge wenzio, kwa sababu tunaambiwa kwamba rais ni sehemu ya bunge. Kama rais ni sehemu ya bunge, ni wajibu wetu sisi wabunge tumpongeze. Tunampongeza kila siku, lakini bado tumpe tuzo. Na kubwa zaidi, tutakapotoka hapa ikifika Oktoba 2025 ndo hii, basi tuende tukampambanie kura, azipate kura kwa wingi, baadaye tumvike taji. Kwa hiyo naomba sana, kama litakuwa limetupendeza, basi tufikirie tuzo ya namna yote inamfaa. Tukiangalia kwenye mazingira, Dr. Samia kule kaskazini, siku ya tarehe 27 mwezi wa kwanza 2024, siku yake ya kuzaliwa, badala ya kukaa nyumbani akala keki, basi aliona aende akapande miti, baadaye ndo ale keki na wananchi. Kile kitendo kilikuwa kimewafurahisha watu na kuona huyu mama anapambania mazingira haya. Na naomba sana wizara, lile shamba ambalo wamekwenda kupanda miti tarehe 27 ile siku yake ya kuzaliwa, tulienzi na tuliwekea kumbukumbu kwamba ni moja ya alama na iingie katika kumbukumbu zile za taifa, kuwa rais wetu huyu alifanya kitu kizuri ndani ya nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikiendelea mbele kidogo, vile kwenye wizara hii naiomba sana ile miradi ambayo wameipanga kuitekeleza kule Zanzibar, basi waisimamie. Na vile kuangalia zile fursa nyingine au zile changamoto nyingine zilizoko kule za mazingira au uharibifu wa mabadiliko ya tabia nchi, basi yanashughulikiwa. Nitoe mfano, kule kwetu kaskazini kuna kijiji kinaitwa Muanda. Kijiji cha Muanda kulikuwa kuna mikoko, kwa sababu pale kuna wanaita ghuba, siji ghuba au ghuba. Inaingia maji yanatoka baharini yanaingia ndani. Sasa kulikuwa kuna mikoko, ile mikoko mingi yao imekatwa. Ukenda pale utasikitika, kuna sehemu ambayo hakuna mikoko kabisa. Basi tulione lile eneo kwa kushirikiana na idara ya mazingira ya Zanzibar, tuone lile eneo tukalipande miti na tuisimamie. Tukifanya hivyo, basi yale mambo mengi ambayo yanaleta changamoto ndani ya maeneo yetu, basi tutakuwa tunayashughulikia na tunayatatua. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kumalizia, nishukuru sana Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa namna ambavyo tunafanya kazi, kwa sababu tunafanya kazi hizi na tumeonekana tunafanya kazi. Miradi mingi iliyoko ndani ya maeneo yetu inaendelea, hakuna miradi iliyosimama. Usimamizi wa wabunge pamoja na kuitii serikali yao, tunakuta maendeleo mengi na mafanikio mengi, wananchi wetu wanatuelewa. Kilichobakia kazi kubwa ambayo tulionayo hapo mbele yetu, chama chetu cha Mapinduzi kishatuwekea njia, viongozi wetu washatuteulia tayari.
kuwa hawa ndio tunawasimamisha kwenye uchaguzi mkuu kwa ajili ya kuendelea kutupa maendeleo. Kwa hiyo sisi twende tukasimame kwa pamoja, tuhakikishe tunawapa ushindi mkubwa viongozi wetu hawa ili tuendelee kushika dola. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono hoja. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Tamima Haji Abbas. Nilimtaja Mheshimiwa Mariam Omar Said. Mheshimiwa Anatropia Theonest ajiandae. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, na mimi kwa kunipa nafasi niweze